Episode namba 3 inaenda kuzungumzia episode namba 3 ambayo ni ushauri tu wa kawaida. Ushauri unatokana na kwamba wengi tunalima kwa sababu ya mikumbo. Na mtu mwingine mwaka jana aliona ndugu yangu amelima amepata hela, na mimi ngoja nilime. Akaingia, amelima, amekula za kichwa. Hao watu wanaonekana na tunaona kwenye mitandao na kutoa wanatukana. Kwa nini utukane? Usifanye vitu kwa mkumbo. Fanya vitu for your own passion. Fanya kitu for your own business. Fanya kitu for your own need. Yani jaribu kufanya kitu. Na huwa nawaambia watu, msingi wote wa kuweza kufanya kitu kwa uhalali na kwa ufasaha lazima uwe na taarifa nzuri na za tija kuhusu kile kitu unachotaka kukifanya. Lakini kitu kingine ambacho kinaweza kukusaidia ili uweze kufanya kitu kwa uhalali na kitu kwa ubora, ili kuweza kukuletea faida, lazima uwe na ujuzi wa kile kitu ambacho unakifanya. Kwa hiyo sasa, mtu mwingine unakuta analalamika kwamba mimi nimelima hivi lakini nimepata hasara. Nimelima hivi lakini ulikuwa unajua kuchoma, ulikuwa unajua kukausha, ulikuwa unajua kusamadia. Yaani una taarifa gani kuhusu hicho kitu unachokifanya? Sababu mtu mwingine amelima kwa sababu ya ameona rafiki yake mwaka jana au ndugu yake amepiga nini, kwa sababu mwaka jana ulikuwa ni msimu mzuri. Ameingia akatanua kilimo akapigwa za kichwa. Mwingine ameingia amelima kwa sababu ya fulana lilima amepigwa za kichwa. Umeona? Kwa unachokushauri wewe mkulima, lima kwa tahadhari. Maana ya kulima kwa tahadhari ni nini? Lima kiasi kwamba ubane matumizi yako una rekodi. Hata kama soko likiwa vibaya, uweze kurudisha mtaji wako. Nazungumza mtaji tu kwa sababu unalenga faida. Ila sasa na mtaji wako ukipotea itakuwa ni mbaya zaidi. Kwa hiyo sasa lenga faida, si ndio? Lakini hata kama soko likienda vibaya upate mtaji wako ili kesho upate nguvu za kuendelea kulima. Ni mbaya zaidi hata mtaji ukipotea, kwa sababu watu wengi tumepoteza mtaji kwa sababu gani? Kuna mmoja umelima mwaka jana heka 2. Umepata faida ukaona uongeze ulime heka 10, heka 8. Na ulikuwa una uzoefu na hizo heka. Umekutana na msimu huu. Lazima umepata hasara. Yaani hiyo ni lazima. Kwa sababu msimu mbaya, msimu mzuri, tuwe tunakumbuka kushukuru na kujifunza. Msimu mzuri ni wa kujifunza zaidi. Kwa sababu siku nzuri haziwi siku zote. Kwa unapokuwa na furaha, kumbuka kujifunza ile furaha inatokana na nini. Lakini pia unapokuwa na hasara, jifunze pale ulipoteleza, uweze kuboresha mambo yako hivyo. Kuna watu wanalalamika kwamba nimelima lakini nimepata hasara. Lakini ni kweli kwamba hata soko lingekuwa vizuri, hakuna mtu ambaye angeraza. Unataka kuniambie kwamba mwaka huu hakuna mtu tuseme kama soko lingekuwa kama mwaka jana, hakuna ambaye angeraza deni? Hakuna ambaye angepata hasara? Kwa tujue kwamba tujiulize, je, katika hili chanzo ni soko, kwa maana ya kwamba nimezalisha vizuri soko ndo limeniangusha, au chanzo ni mimi nimezalisha tumbaku ambayo ni mbaya? Kwa sababu kuzungumza hivyo, kuna ambao wameuza vizuri na kuna ambao wameuza vibaya, si ndio? Hawa wameuza vizuri wamefanyeje? Na hawa wameuza vibaya wamefanyeje? Kuna mmoja ameuza vizuri kwa sababu tumbaku yake ni nzuri, ilikuwa ni ya wastani lakini ni nzuri, amepata faida lakini amerudisha na hela yake. Kuna huyu wa pili ameuza vibaya kwa sababu gani? Hata kama soko lingekuwa vibaya, lingekuwa vizuri, angeraza tu deni, angepata hasara. Kuna mwingine ameuza wastani kwa maana ya kwamba alilima kwa tahadhari. Amekutana na soko baya lakini tumbaku yake ni la wastani, yani amekutana na anguko la soko lakini tumbaku yake ni ya wastani, lakini mwisho wa siku huyu mtu ameweza kumanage hata kurudisha gharama alizozitumia. Tujue kutofautisha hivyo. Kama wewe unajua ni mgeni kwenye hii mishe, uliza hata jirani yako jinsi anavyofanya. Kubali kuwa unajifunza. Yaani usilete ule ujuaji kwa kitu ambacho ukifahamu. Kubali kujifunza ili uweze kufanya zaidi. Tena uweze kufanya hata zaidi yake, kwa sababu umekubali kujifunza, unafanya hivi, mwisho wa siku naye anaanza akajifunza kupitia wewe. Lakini wewe umeingia, huko kuna hela bana. Sababu ya kijani, kuna hela kwenye tumbaku.
una taarifa za msingi kuhusu hicho kitu unachokifanya? Je, sababu tuna aina ya masoko ya mawili. Kuna soko zuri sana, kuna soko la wastani, kuna soko baya, anguko la soko. Mfano mwaka huu tumepata anguko la soko msimu huu, lakini msimu jana tulipata soko zuri. Msimu unaofuata nyuma tulikuwa na soko la wastani. Sasa katika hizi soko zote tatu unaweza ukapita? Ili soko la wastani utapita? Ili soko la wastani ukipita, ili soko lenye hela nyingi, lenye mauzo mazuri utapita lazima, kwa sababu kila mtu hapa huwa anapita, labda yule ambaye anafanya janja zake. Lakini ili soko ambalo ni anguko, ambalo tunasema ni soko baya, utapita? Utarudisha hata nguvu yako? Huu unajiuliza haya maswali matatu kabla hujaingia kwenye issue, ukaanza kutukana viongozi, ukaanza kufanya mambo unayojua wewe, ukaanza kulalamikia kila mtu. Fikiria kwanza, hizi soko tatu nitapita? Kama utapita, it's okay. Unalima kwa tija, lakini usiingie kichwa. Mimi yangu ni hayo katika episode namba 3. Tukutane episode namba 4.